Kwa neema hii ya hapa tunapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa leo bil ikhtisar kusema alhamdulillah rabbil alamin. Rehema na amani zimwendee kiongozi wa umma huu, mtume wangu na mtume wenu, yani mtume wetu Muhammad, kiongozi ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa taufiki ya kuongoza na kueneza Uislamu mpaka leo ni balaa na tubu la khubara alayhi. Uislamu dini iliyokuwa safi haina mavuguvugu. Basi Uislamu ndio usie pamoja na kusia nafsi yangu katika masuala mazima ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekuwa bora ulimwenguni na kesho ya akhera isipokuwa mbora wanadamu mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kuthibitisha hayo, Mwenyezi Mungu anasema innal muttaqina faza. Hakika wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio waliofaulu kubwa. Watu wa Islam, katika hotuba yangu ya mwisho kuzungumza katika mimbari hii ile ya Kiporo, nikasema lau kama itapatikana fursa nyingine kwa wale waliokuwepo na walisikia, nilisema tutakuja kuzungumza Uislamu na uchumi. Uislamu kuna al-i'tiqad wal-iqtisad. Kuna al-i'tiqad wal-iqtisad. Kwa maana ya haraka, al-i'tiqad ni akida. Kuwa na imani ndio Uislamu wenyewe, ndio mtu akiwa na imani sababu akida yake iko sawa sawa. Lakini kuna al-iqtisad, uchumi. Leo kama unachunguza Uislamu mpaka leo umefika hapa kwa sisi, ni kwa sababu kuna watu kwa nyuma walikuwa wale Uislamu kupiga hatua. Kwa hiyo ukiwa na imani tu bila uchumi, Uislamu hauwezi kupiga hatua. Kwa uchumi bila Uislamu basi hamna Uislamu kwa sababu yenyewe. Kwa hiyo kuna al-i'tiqad wal-iqtisad. Sitaki nikae sana hapa, sababu yangu ndio ndio leo, lakini nitajaribu kufanya kufupisha katika fupi. Uchumi, Uislamu na uchumi. Masahaba walitoa vyao kwa lengo Uislamu uendelee. Swali langu leo, what is your impact? Una impact gani kwenye Uislamu? Wewe umetoa kipi kwenye Uislamu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani sura Al-Imran aya namba 92 sema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan katu tanalul birra, hamtaufikia wema. Katika lugha ya Kiarabu kidogo ni radi hapa. Katika lugha ya Kiarabu neno lan by definition ni harfi nafi wa nasbi istiqbal. Ni herufi ya ukanushi ya kumnasibisha yule kile kinachokuja kinanasibishwa mwisho wake, lakini wasifadhali ule ukanushi ni wa kuendelea. Allah asema nani tanalul birra. Kwa kushangaa mbona imekuja ndani ya kuleta nani? Kwa kustaajabu yako, mbona imekuja ndani ya kuleta nani? Asili yake itakuwa lan tanaluna, ndio asili yake. Lan tanaluna kwa sababu ile tanalu ni miongoni mwa afamu za khamsa mstari nyingine, madamu itakatifu. Lan tanalul birra, Mungu asema lan tanalul birra, katu hatuwezi kuwa wema hata washarti nini, hata tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe kibedani. Leo sisi tukitaka Uislamu kupiga hatua, tunapaswa kutoa imani zetu kwa ajili ya Uislamu. Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu, ilifika hadi mtume akasema mazalat ash-shamsu wala kharabat ala rajulin asbar ba'da an-nabiyyin ila Abu Bakr as-Siddiq. Halikuwahi kutoka jua na kuzama likamkuta mtu aliyekuwa bora ulimwenguni hapa baada ya mitume ni Abu Bakr as-Siddiq. Kwa nini? Alitoa mali yake kwa ajili ya kuhamu Uislamu. Swali la msingi, wewe umetoa kipi? Sheikh Abul Hasan Muhammad Tahmid al-Busiri katika moja ya vitabu aliwahi kutoka adabu dunia wa dini. Katika kitabu hiki ameleta hadithi ya Mtume anasema inna Allah
حديث معروف إن الله اختار لكم الإسلام دينا فأكرموه بحسن الخلق والسخاء فإنه لا يقبل إلا بها. Mtume Muhammad anasema inna Allah kwa tawhid, inna Allah kika ya Mwenyezi Mungu ikhtara lakum Islam dina, amechagua huu Uislamu ndio dini ya sawa sawa. Fakiruhu kwa kazi, fakiruhu mtukuzeni Uislamu, fakiruhu muamini Uislamu bihusnil khuluqi. Jambo la kwanza watabia njema. Ndio maana mtume alifanya akhlaqihi kabla dinihi. Watu wa Maka walimjua mtume kwa tabia hiyo, kujua kama dini kwanza, lakini wasahai na kutoa kwa ajili ya Uislamu. Ndani tanalu birra hata tunfiqu mimma tuhibbuna, hamwezi kuwa wema mpaka mtoe vipendavyo. Yani kama anataka kusikia shaka, huwezi kuwa wema tena. Katika fasili ya Qur'ani ya Profesa Hamisi Sabuni, aya hii anasema al-birra ay al-janna ma la tanalu tajaza waliya, hamwezi kuingia peponi hata tunfiqu mimma tuhibbuna, mpaka mtoe vipendavyo. Mtume anasema fa innahu la yukmil illa biha, kwa sababu Uislamu hauwezi kutegemea sababu husnul khuluqi was-sakha, tabia njema na kutoa kwa ajili ya Uislamu. Wewe mpaka hapo ulipo, kuanzia una miaka 20 mpaka una miaka 40, una miaka 30, una miaka 50, umetoa kitu kwa ajili ya kuhami Uislamu? Jawabu likija ni hapana. Think it twice. Kaa fikiria mara mbili. Niliwahi kusema sehemu moja, na hapa I think nishawahi kusema na pia wewe mara mbili. Yuko profesa mmoja na mimi mtanisoma kidogo kwa sababu napenda kusoma vitabu vya Kiingereza kwa lengo la kujifunza. Yuko profesa mmoja anaitwa Mary Marco. Ni profesa wa chuo kimoja kikuu cha Marekani kule nchini Harvard, Marekani. Chuo cha Harvard, Marekani. Alikuwa ni kafiri. Baadaye akasilimu akaingia kwenye Uislamu. Before ya kusilimu alisoma kwanza Uislamu akaufahamu. Aliposilimu akasema Muslims are the hardest people to convert to another faith. There is nothing to offer them. Waislamu ndio watu wagumu kuwashawishi dini nyingine, kwa sababu huna cha kuwaofa. Leo ukimwona Muislamu wa kiume au wa kike amekwenda kwenye dini isiyo ya Islam, mambo ni haya mawili. Kama anataka pesa basi tafuta mwanamke, kafata mzigo au mwanamke. Ndio leo mtu anahama kwenye dini yake, lakini Waislamu hawahami. Kwa nini? Alisema Waislamu wako tayari kutoa zakah kwa lengo la kuhami Uislamu wao. Mwangalie Abdurrahman bin Auf, bilionea wa Uislamu, alitoa mali zake kwa lengo la kuhami Uislamu. What is the impact ya leo? Impact yako ni ipi kwenye Uislamu? Tokea ulipozaliwa mpaka leo ulipofikia, umetoa vingapi kwa lengo la kuhami Uislamu? Jiulize, jiulize mara nyingi. Wewe umetoa kitu kwa lengo la kuhami Uislamu? Mtume wetu Muhammad anasema khasfilatani la yajtami'ani fi mu'min, ambapo mawili hayakai pamoja kwa mtu mu'min: al-bukhlu wa su'ul khuluq. Jambo la kwanza ni ubakhili na sunna tabia mbaya. Kule kasema bihusnil khuluqi was-safa'i, huko kasema al-bukhlu wa su'ul khuluqi, ubakhili na tabia mbaya. Na kule tanalu birra hata tunfiqu mimma tuhibbuna. Bwana kat hatakuwa wema mpaka tunapenda. Masahaba waliopita ilifika hadi walikuwa kutoka zao kwa lengo la kuiandaa akhera tu. Yani walikuwa ilifika hatua masahaba mpaka chakula kesho pia hana, katoa vyote kwa ajili ya kuhami Uislamu. Kijana walio kwa kitu impact kwa Uislamu wao. Leo nataka kuyafaa masitokwa, ukiangalia ule ubao pale nje unaweza kama chozi mbalia. Ule ubao wa aibu. Wameswali watu safu 5, safu 4, ubao wa shilingi 5,000. Alafu hawa nao watakwenda jikoni hapo. Sio kama 5,000 sio pesa, sababu watu wanatamani kuchukua pesa. 5,000 ni pesa, lakini bado tunayo haja ya kujitoa, ya kuhami Uislamu. Uislamu wetu huu hauna pesa mabwana. Tukitaka sana kupiga hatua,
tunapata nini? Tuna pesa. Leo umekaa hapo na starehe, fedha zinakuuliza. Leo wanajua tungeuza vifungo viko wazi vijipepea, lakini fedha hizi nini? Ni source of income. Pata hiyo pesa ndio Uislamu tuliachwa ndani. Tanalu birra hata tunfiqu mimma tuhibbun. Mtume Mwenyezi Mungu asema hamtakuwa wema mpaka mtoe mpendalo. Umar bin Khattab radhiallahu anhu alitoa habari zake kwa sababu Abubakar wakishindana kutoa mali. Walikuwa wakishindana kutoa mali zao kwa lengo gani? Uislamu pigia hatua. Leo kuna watu wanatabu sana huko nyuma. Leo msipate starehe, leo sikuelewa starehe. Kwenye Uislamu mmoja upigania hata kidogo. Uislamu huu kuna watu nyuma walipambana sana. Lakini leo kuna tatizo. Watu wengi hawapendi kutoa kwa sababu wanaogopa wake zao. Sina inaeleweka kwa lugha hii. Watu wengi leo tunaogopa wake zetu, tunataka kutoa kwa ajili ya Uislamu. Yuko mtu mmoja anasema behind every successful man there is a woman. Nyuma ya kila mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke. Mtume wetu Muhammad ilikuwa akipewa na kuudhiwa au nani? Mama Khadija. Kwa sababu dawa yake mtume ilianzia nyumbani. Leo wewe jambo la sadaka na maana atakuuliza nyumbani na maana hivi shehe. Kila mmoja ni muoga kwa mke wake leo. Ni kwa sababu na wapeleka pia hawana dini. Ndio tatizo hilo. Na miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakizoea na dini, subhanallah, yani nasema ile tarisaba. Watu wa dini, yani masheikh wa dini ndio kwenye wakezoa wamefeli. Ile chukua, yani wewe ni nature kabisa. Nakupa. Ndio mtu ni sheikh kweli kweli. Sio kama anakusema masheikh hapana, lakini mkewe hajastakimu kwenye yale masuala ya dini sawa sawa. Huu ni mtihani. Mwenyezi Mungu anasema tanalu birra hata tufiku mimma tuhibbun. Tena namna unapokuwa kiongozi kwenye masuala ya dini ndio mke mwezi. Kwa lugha hii itakuwa nimeeleweka. Nazungumza kwa fact, yani kwa sababu nilifanya research na nimeliona hilo. Kwa hiyo kila mmoja ana nafasi ya kuanzi Uislamu kwa mali zake. Allah asemaje Qur'an? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Tu'minuna billahi anaenda biamwalikum wa afqana mali zenu kwanza. Dini hii inatamani kwanza, alafu anfusikum na nafsi zenu. Wewe kijana wa kileo kama mimi, umetoa nini kwa ajili ya Uislamu? Uislamu wako unafanyia kitu wewe? Mtume yasema inna Allaha, ila Mwenyezi Mungu yuhibbu idha an'ama 'abdi ni'matan ayara au ajira athara ni'matan. Mwenyezi Mungu anapenda anapomneemesha mtu neema yoyote aone athari ya neema yake akifanyia kazi. Wewe leo umepewa pesa, umepewa mali, lakini athari yako jamii ya Kiislamu ni ipi? What is your impact kwenye Uislamu? Impact yako ni ipi kwenye Uislamu? Kila mmoja anayo nafasi ya kufanyia Uislamu wake. Ndugu yangu mmoja kipenzi sana anazungumza kila siku hapa, anasema wakimu swala kama tunao kujifunguni. Kwa bila kuelewa sana. Aya yake ni atakia sana aya ile moja. Lakini kwa nasikia raha sana. Kwa sababu anazoea masuala ya kwanza chefani tunasoma nini? Sura ya Qur'an Mungu asemaje kweli? Wakimu swala ya kweli. Wa zakati. Kila ukiona kuswali basi takuja zakati. Na Uislamu baada ya kuswali na Uislamu kutoe kwa ajili ya Uislamu. Kwa hiyo wewe unapofanya kitu gani? Kila mmoja anayo nafasi ya kuamua kufanyia Uislamu, kuandaa maisha yake baada ya maisha haya duniani. Huko tunakwenda kwa kwani dinari na dirham. Yauma la yanfa malun wala banun. Hakuna, huko ni pesa, huko ni thawabu. Kwa hiyo unapaswa mazingira hayo yaandae leo, ukiwa na pumzi zako na nguvu zako, andaa mazingira ya maisha baada ya maisha haya duniani. Wenzetu wazama zilizopita walikaa wakasoma na wakafahamu. Ndio leo tumekuwa tunafeli kwa sababu gani? Utakuta leo mtu wenda kwa kiongozi au nini akaja kuja mfano sio Waislamu. Wajua wale wanafanya kazi na wale. Wewe kwa nini kama kufanya vile? Sababu nini? Wapigie mfano hawa Waislamu wenzangu wanaofanya, wamasisha wafanye kwanza.
Waislamu wanapaswa kufanya yao wenyewe. Uislamu ndio role model kwenye ulimwengu. Waislamu wanafanya watu wa kuiga kwenye ulimwengu huu. Mtume Muhammad amewahifadhi wasiokuwa hata Waislamu kuja kwa sababu tabia njema na kujitoa kwa ajili ya Uislamu. Wewe, what is your impact kwenye Uislamu? Una impact gani? Tusiende mbali, tusiende kwenye Uislamu. Hapa tapo, what is your impact? Hapa tapo, una impact gani? Umewekeza nini maswali yako kukia na miaka 20 kama leo na 40? Umewekeza kipi kwenye maisha yako hapa tapo? Ambayo unakufanya mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa matasamo ya kustaghfirullah wa dini. الحمد لله رب العالمين ونستعين على امور الدنيا والدين وبعد اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله وطاعته يا ايها الناس استغفر واتقون zangu Waislamu na wasia pamoja na kusia nafsi yangu katika masuala mazima ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekuwa bora ulimwenguni na kesho akhera isipokuwa mbora mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamalizia hotuba yangu. Wakati naandaa hotuba hii, nilisoma msomi mmoja wa Uingereza kwa Martin Luther King, wa Marekani. Martin Luther King, waliosoma mjua huyu ni maarufu sana. Martin Luther King, yeye wasiomjua aliwahi kutunga kitabu nadhani au ni hotuba inaitwa I have a dream, nina ndoto. Alitamania siku moja nchi ya Marekani iongozwe na mtu mweusi. Nazungumzia mtazamo, sio maneno yake aliyosema kwenye hotuba yake. Nazungumzia mtazamo. Lakini lengo lilikuwa ni kubadilisha mtazamo wa watu. Watu wengi walikuwa wanaamini Marekani inaongoza mtu mweusi, lakini baadaye Marekani inaongozwa na Barack Obama, mtu mweusi. Lakini huu ulikuwa mtazamo wake. Alibadilisha fikra zake za kuanzia kwamba huenda Marekani baadaye kuna mtu mweusi. Wewe fikra yako ni ipi kwenye Uislamu? Changes has come from inside, not outside. Mabadiliko yanaanzia ndani ya mtu, sio nje. Ndio maana Allah asemaje kule, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwanza mabadiliko yanaanzia ndani ya mtu mwenyewe. Bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kama hamwezi kuolewa mpaka mtoe mpendao. Kila mmoja anayo dhamana ya kuhami Uislamu wake. Anayo dhamana ya kuandaa maisha baada ya maisha haya duniani. Malizia hotuba yangu na kisa kimoja. Kuna bwana mmoja alikuwa na mkewe na wanawe wawili. Huyo bwana siku moja yuko kazini akanunua zabibu. Aliponunua zabibu akampa bodaboda apeleke nyumbani. Bodaboda alipokwenda peleka nyumbani ni bwana alikuwa mchana. Baadaye aliporudi jioni, baada ya kuoga na nini kama muda wa kula, ametengea chakula na mkewe, zabibu azioni. Amuuliza mwake fulani, kama zabibu sizioni, tumekula tumezila zote sisi. Tumekula zote, akaona wao sina mke na sina watoto. Yaani mwenyewe ndio hai na mwenyewe kwa nguvu zangu, lakini pia anasahau kwa niko hai, akaamua kuinvest mwenyewe kabla hajaondoka duniani. Kwa sababu nikifa magari zabibu tu anashindwa kukaa kwenye hizi zakama tumwekee. Wameamua kule wenyewe, hata nikiondoka leo hii kumbe sina watu. Akaamua kuinvest mwenyewe mali zake. Akaamua kuandaa mwenyewe akhira yake. Leo utakuwa na mke mzuri wampenda mashallah, lakini akawa masuala ya akhira hayataki. Masuala ya Mungu hayataki, na ndio mtihani mkubwa huo. Ukitaka kujua hilo, leo kuna watu wenye kuswali hapa tatu. Allahu a'lam, Mwenyezi Mungu akifanya. Lakini mkewe angalia Mungu nyumbani. Kaya kuswali, lakini mkewe kwa nyumbani angalia otomani marudio ya jana densi kafanya hivi, lakini kaja kuswali. Sasa wao wanacheza. Kwa hiyo sisi tutakuwa naeleweka. Mtume wetu Muhammad da'wa yake ilianzia nyumbani. Mkewe akaja kwa Ali ibn Abi Talib, kisha akatoka nje za kwa watu wengine. Kwa kila mmoja anapaswa damu yake ianzie
nyumbani kwa mke wake mwenyewe. Yaani ukimwona mkeo anafanya ibada kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya wewe atasumbua au swali. Hata shehe wewe ndio mke. Siku moja alikuwa darasani na mazia baba yangu, tunasoma darasani Tegeta kule. Mwalimu alifundisha, baadaye akampa kisa. Allahu a'lam. Visa vya walimu vilikuwa kwa lengo la kujifunza, sio kwa kusema mtatabu gani kisa hicho. Na tahadhari kabisa. Tahadhari kabisa. Mwalimu anaeleza sema bana, kuna bwana mmoja alimwambia mke wangu swali, lakini kama anakulipa pesa kila swali anampa shilingi 5,000. Kisa baada ya mwalimu wangu, sitaki niambie ni kitabu gani. Kila swali anampa shilingi 5,000. Basi mke akaswali, tutakulipa kwa wiki. Kwa hiyo 5 mara 5 ngapi? Utapiga hesabu utapata ngapi? Basi mke akaswali wiki nzima. Ilipofika wiki, akamwambia mume wangu, leo ndio siku ujira wangu ni kwa kuswali. Mume akamwambia, sikiza kwa makini. Akamwambia, basi sikuwa namsalia Mungu. Sikuwa namsalia Mungu. Mke akasema, mimi nilikuwa tunadhulumu, ndio maana nilikuwa naswali bila kuteuka. Wake wa aina hii pia kuna Allah atahifadhi sote ndani. Tabalizia kwa yangu nilikuwa nahitimisha mabana. Tuko ndani ya mwezi wa Shawwal. Mtume Muhammad anasema man swama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min ash-Shawwal kana kasiyami dahr. Atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha akafuatisha masiku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal, sawa sawa kufunga mwaka mzima. Fasiri nyepesi ya hadithi inaja kwa maelezo mengi. Sawa sawa kufunga mwaka mzima. Wale walioanza kufunga leo wanafanya hitimisho, lakini bado hawajafunga nafasi unayo. We have a chance. Nafasi unayo ya kuamua kufanya haya ya kufunga masiku 6 ya Shawwal. Kila mmoja ana nafasi hiyo. Nafasi hii ikija mpaka mwakani kama tutafika. Sasa huwezi jua maisha hana dhamana tena haya. Washangaa kwa sababu teke tunafikiwa kwa kiasi Allahu mafilahu bila mafilahu ile watu wale waambie kweli kama yeye ndio mwenyewe alikufa akili. Sababu mafilahu alhamdulillah kama hujafanya maandalizi wewe mwenyewe alikufa kule mwingine. Kila mmoja anapaswa aandae maandalizi yake yeye mwenyewe. Lan tanalu albirra hata tunfiqu mimma tuhibun. Kwa yangu leo chukua Mungu asemaje? Kat. Tena matumia ndani watu wanaha wananielewa kwa mambo ya mambo ya kufanya. Lan tanalu albirra hata tunfiqu mimma tuhibun. Kama kwa mwezi kwa wema mpaka mtoe fedha. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النبي وعثمان الزبير الزكي وعلي الوفي الرضي. اللهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.